Madhani ya gosho utikereri na mwiroreri wakwa. Naitwa Pastor Ezekiel Juguna. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nahudumu na kanisa la Worldwide Gospel Church of Kenya, maeneo ya Mairi 6, na Yesu ni Bwana. Nimekuja ili tuweze kurithi pamoja na wewe neno la Bwana, kwa sababu hayo ndiyo yaliyo makusudio ya Bwana. Kwa kila wakati na kila saa tunashiriki neno na tunajikumbusha neno la Bwana, na katika chemi za mioyo yetu kuwe kuna chipuka maneno yaliyo hai ya kiungu. Kwa hivyo ningependa tuombe ili tuweze kushiriki neno la Bwana, na ninajua ya kwamba Bwana atatubariki na atakubariki pia nami. Bwana Yesu, katika jina la Yesu na kutukuza adhuhuri ya siku ya leo, asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya kutuonea nafasi mara tena ya kulisikia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba tutakapoendelea kulishiriki neno lako, sema nasi, kwa sababu sisi ni wanao Bwana wa mabwana. Tulishe kwa mkate wa uzima katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu utatunenea, asante kwa sababu utalisha mioyo yetu, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Karibu sana mpendwa, na ningependa tulisome neno la Bwana katika kitabu cha Luka Mtakatifu 10 na mstari wake wa 2, ambalo neno hili linaongea kuhusu kazi ambayo Mungu ametuaminia na kazi ambazo Mungu ametuaminia. Na Biblia inasema hivi katika kitabu hiki cha Luka Mtakatifu ya kwamba kazi ni nyingi ila wafanyi kazi ni wachache. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba basi sisi ambao Mungu ameita, na sisi Mungu ambao amejulisha kuhusu wema na makusudio yake na maisha yetu, basi tukaombe ya kwamba akawaleta wafanyi kazi katika nyumba yake. Praise the name of the Lord. Hayo ndiyo yaliyo makusudio ya Bwana. Mpendwa, alipotuokoa Mungu, alituokoa akiwa nayo makusudio ya kwamba tutaifanya kazi aliyotuitia, ya kwamba tutajukumika katika majukumu ambayo Bwana alituweka. Na hiyo ndio maana Biblia inasema ya kwamba kazi zipo na ni nyingi, na kazi zipo ambazo Mungu anatarajia tuzifanye, lakini the Bible says ya kwamba wafanyi kazi ni wachache. Haleluya. Sijui ni nini hiki ambacho Mungu alichokiona aliposema ya kwamba kazi ni nyingi lakini wafanyi kazi ni wachache. Na hivyo ndivyo ilivyo katika majira haya tunayoyaishi. It is true, tuliokoka na Mungu alituita katika ufalme huu. Ni kweli tuliokoka na tunaenda kanisani, lakini swali ni je, kweli tunazifanya kazi ambazo Mungu alituaminia? Kweli tunafanya kazi ambazo Mungu alituitia? Wewe kwa sababu uliokoka na uliitwa na Mungu, ni kweli unafanya ile kazi, ama Mungu anakuhesabu kama mmoja wa ambao hawaifanyi kazi, na hivyo basi anaiona idadi ya watu ambao wanafanya kazi ikiwa imepungua? You know, there are many people in churches, na katika makanisa mengi, pamoja na dhehebu letu pia la Worldwide, na labda pamoja na dhehebu lako ambalo unalienda, ndio tunaenda makanisani, ndio tumeokoka, ndio sisi ni waumini wazuri, lakini katika utenda kazi na katika kutenda kazi sisi hatuja adilika katika zile kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. There are many people ambao wameenda makanisani na wanaenda makanisani, lakini kando tu na kuenda kuketi chini na kulisikia neno la Bwana, kuketi chini tu na baadaye kutoka kwenda nyumbani, there are no duties that they are responsible for. Kuna majukumu ambayo wameaminiwa. We just go to churches and sit down, hear the word, and thereafter we just go home. Bwana Yesu asifiwe. Na huo sio ulio mpango wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu Mungu akituita na alipotuita na akatupatia roho wake, kuna zile karama za Roho Mtakatifu
patia kila mmoja wetu. Na wewe najua una karama ambayo Mungu alikupatia, nami nina karama ambayo Mungu alinipatia. Lakini swali ni je, kwa ile karama ambayo Mungu alikupatia, je, ulichukua ile karama ukaiweka kando, ukailalia, ukaificha, kama jinsi wale ambao walipatiwa na talanta na Mungu alivyofanya? Kuna mmoja wao aliyechukua talanta yake na akaienda akaificha. Labda hivyo ndivyo ilivyofanyika katika maisha yako. Labda umezika talanta yako, na Mungu akihesabu wafanyi kazi ambao wamo katika nyumba yake, anaona wewe haupo. Bwana Yesu asifiwe. And thus he count us to be few, wale ambao wameaminika. Kuna wale ambao wale talanta ambazo walipewa na Mungu, labda kuna mambo ambayo yaliwakwaza, labda kuna mambo ambayo yaliwalemaza, na wakahisi ya kwamba hawataendelea. And maybe you are one of them ambao walikwazwa na mambo, na ukaona ya kwamba sitahudumu mara tena, nitaachilia. Bwana atuonee huruma, kwa sababu akihesabu ambao wanafanya kazi, wewe hauonekani katika ile kazi. Let us rise again. Wacha tuamuke, wacha tujihisi mara tena, wacha tupate nguvu mara tena, tuingie katika kazi ambazo Mungu alituitia. There are some of us waliitwa kufanya kazi za wema, kutenda wema. Haleluya. Kuangalia walio wagonjwa, kuangalia wasio na uwezo. Na labda ile kazi uliacha kufanya ile kazi. Bwana na akurehemu na aturehemu pia tunaporudi katika kazi yako, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba na tuombe basi ili awalete wengi katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi na wewe tuliokolewa, ni mimi na wewe tulioitwa katika hii kazi, na ni mimi na wewe tutakaoamuka, tutakaosimama mara tena tufanye ile kazi ambayo Mungu alituitia. Kazi ipo ni nyingi. There are many people ambao wanamalizwa na shetani pale nje, and maybe you are called to go and spread and preach the good news to them that they may be saved. Na labda umezembea. Ni kazi, ni jukumu lako sasa. Uamuke na usimame mara tena, uende ukahubirie wale watu ili waokoke, wasije wakamalizwa na shetani, kwa sababu mpango wa Mungu sio ya kwamba wakaangamie katika udunia walioko, lakini mpango wa Mungu ni ya kwamba wakawa na maisha mema. Mpango wa Mungu ni ya kwamba wasije wakaangamia. Na labda wewe ni wewe umeaminiwa ile kazi. Raise up my brother, raise up my sister, that ya kwamba tukafanya ile kazi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo Mungu atusaidie wapendwa, hata tunapoendelea to do soul searching of our hearts, na kujua kile ambacho Mungu alituitia, na kujua ile kazi ambayo Mungu alituitia. Let us rise up katika jina la Yesu Kristo. Tuombe katika jina la Yesu, tunapoendelea na kuomba ya kwamba Mungu akawaleta wafanye kazi wengi katika nyumba yake, na ile kazi ikawa rahisi kwa wale ambao Mungu ameaminia. Bwana Yesu, katika jina la Yesu tunakushukuru na tunakuabudu. Asante kwa sababu ya neno lako ya kwamba wafanyi kazi ni wachache, na unakusudia ya kwamba katika mavuno yako na katika shamba lako tukawa wengi, ili tukayatoa yale mavuno. Katika jina la Yesu naombea msikilizaji wangu masaa haya ya kwamba Bwana utamsaidia na utamwezesha kusimama na kupata nguvu mara tena katika kazi uliyowaitia, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.